Kesho tunaelekea kwenye mechi ngumu sana na kila mmoja kila mwana Yanga amejiandaa kwa ajili ya hilo, na tunaamini kabisa kwamba ni mechi ngumu kabisa, lakini pia vile vile ni mechi ambayo itakwenda kuamuliwa na ubora wa timu husika, ikiwemo wachezaji mmoja mmoja, na vile vile kitu kikubwa ambacho tunakiangalia sisi zaidi ni kwamba tunatumia home advantage. Hii ndio kitu kikubwa ambacho kinakwenda kutupa matokeo kesho. Tunaamini mechi iliyopita tumefungwa goli 2-0, lakini ni timu kubwa wanatumia makosa machache ambao utakayowasababisha wewe mpinzani yatakugharimu, na hicho ndicho kilichotokea kwenye mechi yetu dhidi ya Al Ahly iliyoisha. Kwa maana hiyo sisi tumejifunza na tumegundua wapi tuliteleza. Hivyo kesho panapo majaliwa tunaingia full mkoko kwa muda, kwa wakati, nguvu, uwezo na kila ambacho kinahitajika kupata matokeo kwa kesho. Kwa kila mwana Yanga anayenisikiliza na anayeniona, anaonitazama, basi afanye. Tunahitaji matokeo ya alama 3 muhimu kwa siku ya kesho. Na kwa sajili mpya ambazo umefanya kwa asilimia ngapi unaona zikiwasaidia kwenye mechi ambazo zimesaidia kwenye kupiga? Kwa asilimia 100. Na unapomsajili mchezaji alafu ana click moja kwa moja, yani anaanza kikosi cha kwanza, anakuwa ni mbunifu na anafanya matukio makubwa ya uwanjani ya kujirudia, na maanisha kwamba huyo ni mchezaji bora ambaye hajawahi kutokea, na ni usahihi kabisa kwa uongozi wa klabu yetu kuwatoa wale wachezaji ambao waliona kwamba wanangoja muda ili waweze kuchanganya, na kuwaleta wale ambao wameingia kwenye mfumo moja kwa moja na unaona wanafanya kitu ambacho kutazamia kukifanya. Na ni usajili wa mchezaji gani ambao kwa upande wako ulikukosha kweli ukasema kweli hapa Yanga tumelamba dume hapa? Mimi ni wote kwa kweli. Wote hatuna, na ndio maana yake nasema kwamba uongozi wa Yanga ni makini sana. Umeona wapi ulikuwa umepwaya na ukarekebisha kwa haraka, na kila aliyorekebishwa amekuja kwenye wakati mwafaka. Hivyo tunakwenda kuwa mabingwa wa ligi, na tunaamini kabisa tukivuka katika mechi ya kesho basi tutaicheza fainali ya klabu bingwa Afrika. Na kwa mechi iliyopita ndio pale nchini Misri, labda ni makosa gani na ni vitu gani ambavyo ziliweza kuwagharimu kama Yanga na kukosa alama 3 au alama 1? Kwanza unajua kabisa ukienda Uarabuni ni watu wenye fitina nyingi sana, kiuchezaji, kiuchezeshaji na kimbinu. Hicho kinaweza ikawa namba 1, lakini namba 2 ni makosa madogo tu, kwa sababu unaona wachezaji tulicheza vizuri, wachezaji wetu walicheza vizuri sana, walikuwa na tactics, walikuwa wanatumia akili, mbinu. Kwa hivyo mkubwa ni mkubwa, akatumia kosa moja au mawili madogo tugharimu, na sisi tumekubali kwamba yalikuwa ni makosa, tumegaramika kwa hapo, na hii kosa alitaka jirudie tena. Inamaanisha kwamba tunakwenda mbele zaidi, tunakwenda kupata matokeo ya alama 3 muhimu kwa siku ya kesho. Na kwa wanachama wa Yanga mkoa wa Arusha, nyinyi kama viongozi, labda hamasa ziko vipi na mjipanga vipi kwenda kutoa support pale uwanja pale eneo Amani visiwani Zanzibar? Hamasa ni kubwa sana, lakini panapo majaliwa Mwenyezi Mungu, kesho hapa tutaondoka kama watu 14 kwenye uongozi wa mkoa, uongozi wa juu na baadhi ya mashabiki wachache ambao wameungana na sisi. Tunaondoka hapa watu 14, tunaenda moja kwa moja, tuna kituo cha kwanza Dar es Salaam, kituo cha pili tunavuka maji. Watu wengi walikuwa waliashumu tupitie hapa Tanga, tuvuke hapa moja kwa moja, lakini tukaona safari itakuwa haina burudani, tuzunguke tufike kituo cha Dar es Salaam, panda boti ya moja kwa moja pale, tunaingia kama kawaida. Sisi tunakwenda kuwa mabingwa, na ni alfajiri sana watu tutaondoka hapa mkoani Arusha. Tena inawezekana ikawa hata ni saa 9 alfajiri ya leo kuamkia kesho. Na Yanga kutumia uwanja wa New Amani kwa namna moja au nyingine, kuna namna ambavyo imeshusha morali kwa mashabiki kutoka mkoani kwenda kuisupport Yanga, kwa sababu kurudi tena Dar es Salaam kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa, hiyo ipo. Lakini mechi za awali tulisema ni lazima burudani. Ikishaitwa timu ya wananchi, timu ya wananchi inacheza popote ndani ya nchi yao, maana yake ni timu ya wenye nchi. Kwa maana hata sasa unaona uwanja wa KMC umefungiwa, unaweza ukashangaa timu ya wananchi inakuja kucheza Arusha mpaka uwanja utakapokuwa tayari. Kwa hivyo ile ni timu inayotoa burudani kila eneo la nchi ya Tanzania. Hivyo wasikate tamaa kwamba mashindano yanapoendelea kusonga mbele, mechi zingine tunazirudi Dar es Salaam kama kawaida, kwa ajili hili ni sababu za kimbinu tu kwamba kwa nini waliamua
wakati wewe unauliza kwa nini waliamua kwenda kule, sisi tunapata matokeo kupitia maswali yako. Kwa kumalizia, tumeona wapinzani ndugu zenu Simba kwenye kundi lao wana alama 0 na mechi 3 wamecheza mpaka sasa hivi wana alama hata moja. Kiufundi zaidi kwa Simba wamefeli wapi msimu huu hapa kwenye mashindano ya kimataifa? Kiuhalisia mimi siwezi kuwazungumzia hawa wagawa utamu kwa sababu mimi sio msemaji wao. Hata nikisema nidondoe moja kwa moja mbili, unaona kabisa kwamba mvurugano wa kiuongozi, management is a source, basi inatosha. Kwa hiyo tuseme kwamba wale ndio wagawa utamu kwenye kundi lao. Alisema, mimi nimenukuu tu, walijiita wenyewe. Walivyojiita wenyewe hilo jina basi limekuwa la kwao, kwa sababu hata sisi tulipata wakati fulani bwana mmoja akakasirishwa na matokeo akasema tumecheza utopolo, wakatupa jina. Basi na wao wamekuwa wagawa utamu, kasema kiongozi wao, tena kiongozi wa ngazi za juu kabisa, afisa habari mkuu amezungumza kwamba wao ni wagawa utamu. Basi sisi tumewapachika jina lao hilo, hata wao wamefanya vizuri, na wakitaka wafanye waondokewe na hilo jina, tusiwaite wagawa utamu, basi washinde mechi zao, na wakivuka hatua inayofuata, basi naamini hiyo hasira itapungua ya sisi kuwaita wagawa utamu.